Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu tunakushukuru, tunasema asante kwa uzima, sante kwa uhai, sante kwa afya, sante kwa ulinzi, sante kwa kutupa kibali cha kuona siku ya leo. Tunaliinua juu jina lako, tunakuabudu, tunakusifu, tunakutukuza Mungu wa miungu, mfalme wa amani, Bwana wa mabwana, Simba wa Yuda, pokea sifa, heshima na utukufu. Sifa zetu hatuipi miungu, ni uchafu, ni takataka. Sifa zetu tunakupa wewe tu, wewe uliye mwanzo na wewe uliye mwisho. Baba, tunasema asante kwa kutukutanisha tena siku ya leo kwa ajili ya jina lako. Ninaachia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalivari, pite kwenye mioyo, pite kwenye nafsi, pite kwenye akili, pite kwenye ufahamu, masikio ya kila mmoja mmoja, ikamtakase, ikamsafishe, ikamweke tayari kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa siku ya leo kwa ajili ya nafsi na roho zao. Hata mimi mtumwa wako niko tayari pia. Bwana Yesu, naomba unitumie kwa kuwa ni chombo chako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nafunga kuzimu, nafunga mauti, lada zote, minara yote, network, antena, darubini zote, nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Kila mitego iliyotegwa siku ya leo kinyume nasi, ninaitengua na kuiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila laana zilizoachiliwa kinyume nasi siku ya leo, ninazitengua na kuzifuta kwa damu ya Yesu. Ninalifunga giza na mamlaka ya giza, ninaachia nuru yako ikatawale siku ya leo. Tuingie hapo na tutokapo, nuru yako ikawe pamoja nasi. Damu yako ikatufunike na ulinzi wako. Malaika wako watakatifu Baba wakawe pamoja nasi, wakatulinde na kututetea. Sante Mungu wa rehema, sante mfalme wa amani, sante Baba, vyakula vyote, vinywaji vyote tunavibariki na kuvitakasa siku ya leo. Sante Baba, pokea sifa, heshima na utukufu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru, amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema tembea na Yesu katika njia nyembamba. Tembea na Yesu katika njia nyembamba. Tutasoma kitabu kitakatifu cha Yohana 6 mstari wa 48 hadi 71. Yohana sura ya 6 mstari wa 48 hadi mstari wa 71. Ninasoma kwa jina la Yesu. Mimi ni mkate wa uhai. Wazee wenu walikula mana kule jangwani, lakini walikufa. Lakini huu ni mkate unaoshuka kutoka mbinguni, ili yeyote atakayeula asife. Mimi ni mkate hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yeyote akila mkate huu ataishi milele. Na mkate nitakaompa ni mwili wangu ninaoutoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Ndipo Wayahudi wakaanza kubishana kati yao, anawezaje huyu kutupa mwili wake tule? Yesu akawaambia, kweli nawaambieni, msipokula mwili wa Mwana wa Mtu na kunywa damu yake, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Baba aliye hai alinituma, nami naishi kwa sababu yake. Vivyo hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa sababu yangu. Basi huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni, si kama maana walivyokula babu zenu wakafa. Narudia hapa, si kama mana waliokula babu zenu wakafa. Aulaye mkate huu atakuwa hai milele. Yesu alisema hayo alipokuwa akifundisha katika sunagogi kule
Kafarnaumu. Basi wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo, wakasema, haya ni mambo magumu. Nani awezaye kuyasikia? Yesu alijua bila kuambiwa na mtu kwamba wanafunzi wake walikuwa wananung'unika juu ya jambo hilo. Akawauliza, je, jambo hili linawafanya muwe na mashaka? Itakuwaje basi mtakapomwona Mwana wa Mtu akipanda kwenda kule alikokuwa kwanza? Roho ndiyo ile tayo uhai, mwili hauwezi kitu. Maneno ninayowaambia ni roho na uhai. Hata hivyo wako baadhi yenu wasioamini. Yesu alisema hivyo kwani alijua tangu mwanzo ni kina nani wasioamini na pia ni nani atakayemsaliti. Kisha akasema, ndivyo maana niliwaambieni kwamba hakuna awezaye kuja kwangu asipowezeshwa na Baba yangu. Kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawauliza wale 12, je, nanyi pia mwataka kwenda zenu? Simon Petro akamjibu, Bwana, tutakwenda kwa nani? Wewe unayo maneno ya uhai wa milele. Sisi tunaamini na tunajua kwamba wewe ndiye yule mtakatifu wa Mungu. Yesu akawaambia, je, sikuwachagua nyinyi 12? Hata hivyo mmoja wenu ni Ibilisi. Yesu alisema hayo juu ya Yuda mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu alikuwa ndiye atakayemsaliti, ingawa alikuwa mmoja wa wale 12. Somo letu la leo linasema, tembea na Yesu katika njia nyembamba ya wokovu. Tembea na Yesu katika njia nyembamba ya wokovu. Tunajua kwamba tupo kipindi cha mwisho, tupo unabii wa mwisho, lakini pia tunajua kwamba mwaka huu ni mwaka wa neema kubwa ya Mungu kwa wanadamu. Lakini pia mwaka huu 2026 ni mwaka ambao mbingu, ufalme wa mbinguni umeachilia uamsho. Uamsho mkubwa unaenda kutokea mwaka huu. Tunaupokea au tumeshaupokea mwaka huu. Wengi watabadili njia zao, wengi wataacha miungu, wengi wataacha mamlaka za giza, wengi wataamua kumfuata Yesu. Wengi watatubu na kuamua kumpa Yesu maisha yao. Lakini mbingu inapoachilia neema, kuzimu pia hawalali. Wanapanga pia wafanye nini kuzuia hii neema isiwafikie wengi. Wafanye nini kuzuia huu uamsho usiwafikie wengi. Na ndio maana somo la juzi, Roho Mtakatifu alisema nanyi juu ya yale ambayo Bwana aliniambia juu ya mwaka huu, nini cha kufanya kwa kondoo wake, na jinsi ya kuwatia moyo kwamba tusonge mbele, tumtazame yeye, tusirudi nyuma. Kuna mipango imepangwa, lakini isiwe sababu ya kuvunja mahusiano yetu na Yesu. Lakini pia nilieleza juu ya mabadiliko katika kitabu cha Mpokee Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ya mpango ambao kuzimu imepanga kuzuia wengi uamsho usiwafikie. Na hata wale uamsho uliowafikia, basi warudi nyuma ili siku ya parapanda wakose mbingu. Yesu anatupenda sana, na ndio maana anatupa maarifa kama haya ili tuyajue, na tukiyajua tutakuwa tayari kumpinga adui na hila zake na mamlaka yake, na kusimama imara na Yesu na kutunza mahusiano yetu na Yesu. Tulipompokea Yesu, tumeanza safari.
Tumeama mamlaka za giza, tumehamia mamlaka ya nuru. Tumeanza maisha mapya, si wale wa zamani, bali ni wapya. Lakini pia si tu kuwa upya, bali kutembea katika njia nyembamba. Tunakuwa tumeianza officially. Sasa wengi ndio maana wanapoona maisha yao yamebadilika, majaribu, mapigo, mapito, vikwazo, wanaishia kulalamika, wanasahau kwamba waliama njia pana waliokuwa wanatembea zamani kipindi hawamjui Yesu, na sasa wanatembea njia nyembamba ambayo hii kuna baadhi ya vitu, tabia wanatakiwa wayaache, waviache ili wafiti katika ile njia nyembamba. Wengi wanashindwa kujua, na hasa katika mwaka huu 2026 Bwana anataka tutembee katika njia nyembamba, lakini anajua hii njia nyembamba peke yetu hatuwezi, na ndio maana tunamhitaji yeye na Roho wake Mtakatifu. Ndio maana tunamhitaji kweli kweli Roho Mtakatifu atusaidie kweli kweli, maana peke yetu hatuwezi. Angalia somo la leo, tembea na Yesu katika njia nyembamba ya wokovu. Njia ni nyembamba sawa, lakini tukimwacha Yesu na Roho wake Mtakatifu hatuwezi kutembea kwenye njia. Tutarudi nyuma, tutamwacha Yesu. Lakini tukitembea pamoja na Yesu na Roho wake Mtakatifu, Roho atatusaidia. Angalia somo la leo linasema, tembea na Yesu katika njia nyembamba ya wokovu. Angalia, haya ni mafundisho ambayo Yesu alikuwa anawafundisha Kapernaum. Katika sinagogi alikuwa akiwaelekeza na kuwafundisha hawa Wayahudi. Aliwaambia, mimi ni mkate wa uhai. Wazee wenu walikula mana kule jangwani, lakini walikufa. Maana ni kile chakula ambacho kilikuwa kinashuka toka mbinguni asubuhi. Mikate ile inashuka toka mbinguni asubuhi. Wayahudi walikuwa wanaikusanya wanakula wakiwa jangwani. Lakini Yesu anawaambia, mimi ndiye mkate wa uhai. Ni kweli babu zenu kipindi kile cha Musa walikula hii mkate wa mana, lakini hawakuishi milele, walikufa. Lakini huyu atakayeshiriki mkate huu ambaye ni mimi, atakayekula mkate huu ambaye ni mimi, kwa kulishiriki neno lake, kwa kumchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa kuinywa damu yake, kupitia neno lake tunapolisoma, tunashiriki mwili wa Yesu na tunashiriki damu yake, inatupa uhai. Tunapokea uhai, tunaishi na tutaendelea kuishi milele. Angalia kipindi kile, hawa walikuwa wanahitaji neno la Mungu, na ndio maana mana ile Mungu aliwapa mana ikiwa ni kuwakilisha neno lake. Lakini Yesu alipokuja Agano Jipya, neno lake lina nguvu zaidi, kwa sababu lina agano na damu yake ndani yake pia, ambao ni nguvu zaidi. Ndio maana Agano Jipya limeboreshwa zaidi. Tunaongelea nguvu ya Roho Mtakatifu, tunaongelea nguvu ya mkate wa uzima ambaye ni Yesu, lakini tunaongelea na nguvu ya damu yake iliyofanya agano, ambao ni nguvu zaidi. Tunaambiwa, mimi ni mkate wa uhai. Wazee wenu walikula mana kule jangwani, lakini walikufa. Lakini huu ni mkate unaoshuka kutoka mbinguni, ili yeyote atakayekula asife. Na ndio maana yeyote aliyempokea Yesu, aliyemkiri Yesu na anayeshiriki neno lake, huyu anaonekana anaishi, sio mfu. Na ndio maana wale walio upande wa wafu wanapokutafuta wakunyonge, wakuue, hawakuoni. Wanasema hayupo, hapatikani, amekimbilia ile nchi ya wanaoishi, amekimbilia ile nchi ya walio hai, amekimbilia ile nchi ambao raia wake ni taifa takatifu, Mfalme wa mbinguni. Hayupo. Na ndio maana
Sisi tulio na Yesu tunaonekana tuna nuru ndani yetu, kwa sababu tuna uhai ndani yetu, na wale walio giza ambao hawana Yesu wanaonekana ni giza linatembea, wafu. Maana tumefufuka pamoja na Yesu, tunaishi, tuko hai. Angalia hapa, mimi ni mkate ulio hai ulioshuka kutoka mbinguni. Mtu yoyote akila mkate huu ataishi milele, na mkate nitakaompa ni mwili wangu ninaotoa kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Ndio maana Yesu kwa kupigwa kwake pale msalabani tukapokea uhai, tumepokea uhuru. Ameshinda yote, na damu yake imetununua makabila, mataifa na kila rangi, imeturudisha tena katika ufalme wa mbinguni. Na ndio maana imeandikwa, akamnunulia Mungu mataifa, makabila na kila rangi kuwa wana wa ufalme wa mbinguni, kuwa taifa takatifu, kuwa raia wa mbinguni. Ndipo Wayahudi waliposikia hivyo, anasema tule mwili wake, tunywe na damu yake, walikuwa mwilini zaidi. Yesu alikuwa akifundisha kiroho zaidi, na wao walikuwa kimwili zaidi. Na ndio maana angalia, hata Paulo aliwaambia, enyi wa Galatia, mlianza rohoni na sasa mnataka kumaliza mwilini. Mlianza rohoni kwa kuliamini neno, mlimwamini Mungu mkamfuata, na sasa mnaacha kumwamini Mungu rohoni, mnaziamini sheria na matendo ya sheria, ambao mnakwenda kimwili zaidi. Mlianza rohoni, mnataka kumalizia mwilini. Na mbaya zaidi, huyu Yesu aliposulubiwa mlimuona kwa macho yenu, lakini leo hii iko wapi ile imani ya mwanzo iliyowafanya mlikuwa rohoni, mkaanza rohoni, na sasa mnataka mmalize mwilini? Kwa Yesu ni mkate uliotoka mbinguni, alitoa mwili wake. Ndio maana alikufa pale msalabani, akautoa mwili wake kwa ajili yetu sisi wanadamu, kwa ajili ya uhai wa ulimwengu. Tumepokea uhai kupitia Yesu. Na ndio maana angalia zile siku 3 Yesu alizoshuka kuzimu kupigana na adui. Pale tunaona msalabani kwamba amekata roho, wao waliona amekata roho, lakini yeye alishuka kuzimu kupigana na adui, kutandikana na adui, kwenda kumnyang'anya mamlaka aliyonyang'anya kwa Adamu, kwenda kumnyang'anya funguo ya mamlaka ya kufunga lolote duniani, ya kutawala, ya kumiliki, funguo ya kufunga kuzimu na mauti. Alienda kumnyang'anya adui, na aliposhinda, alipomnyang'anya adui hiyo funguo, tunaona huyu Yesu aliwafufua wale waliokuwa wako kuzimu. Maana kipindi kile kulikuwa na mtengano kati ya wale wa nuru na wale wa giza, maana ufalme wa mbinguni ambao huu Yesu aliyotuandalia ulikuwa bado. Na ndio maana tunaona Yesu aliwafufua na wale ambao walikuwa huko, wakina Musa aliwafufua, na manabii aliwafufua, wale walio upande wake wakina Lazaro aliwabeba, sasa akawapeleka katika ufalme wa mbinguni ambao tumeandaliwa kuishi. Kwa mpaka hapa tunaona huyu Yesu ndiye ukombozi wa ulimwengu. Ndio maana kwa kufufuka kwake tunaambiwa akatufufua, aliwafufua, ametufufua kutoka katika ufu. Hatuonekani tena kama ni wafu, bali tunaishi. Ndio maana tumefufuka pamoja na Yesu katika ulimwengu wa roho, tunaishi. Mtu anapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake katika ulimwengu wa roho, huyo mtu anapitia hii stage ya kwamba amefufuka katika wafu. Si mfu tena, bali anaishi. Si yeye tena, bali Kristo yu ndani yake.
kwa sababu Roho wa Mungu anaingia ndani yake officially. Huyu ni roho wa uhai, anaachilia uhai ndani ya mtu huyu. Ndipo Wayahudi wakaanza kubishana kati yao, awezaje mtu huyu kutupa mwili wake tule? Kimwili zaidi, walikuwa kimwili zaidi. Yesu akamwambia, kweli nawaambieni, msipokula mwili wangu na kuinywa damu yangu, hamtakuwa na uhai ndani yenu. Maana damu yangu ina uhai. Damu yangu imefanya agano. Damu yangu imerudisha uhai ndani yenu. Asiyekunywa damu yangu na kula mwili wangu hatapokea uhai. Anayekula mwili wangu na kunywa damu yangu anao uhai wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Umeona? Maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu akaa ndani yangu, nami nakaa ndani yake. Baba aliye hai alinituma, nami naishi kwa sababu yake. Hivyo anilaye mimi ataishi pia kwa sababu yangu. Basi huu ndio mkate ulioshuka kutoka mbinguni. Huu ndio mkate ambaye ni Yesu ameshuka kutoka mbinguni ili aje asulubiwe pale msalabani, atupe uhai. Si kama mana waliokula babu zenu wakafa. Aulaye mkate huu atakuwa hai milele. Yesu alisema hayo alipokuwa akifundisha katika sunagogi kule Kafarnaumu. Lakini angalia hapa. Basi wengi wa wafuasi wake, ambao ndio somo la leo tunakuja, ambao wengi wa wafuasi wake waliposikia hayo wakasema, haya ni mambo magumu, nani awezaye kuyasikiliza? Ambao hiki ndio kipindi tunaambiwa neema imeachiliwa, uamsho umeachiliwa, ufalme wa mbinguni unapokea mwaka huu na utapokea mavuno mengi. Lakini wapo katika hawa mavuno ambao yanatakiwa kuvunwa, wanaweza kurudi nyuma, watashindwa kupita, kuendelea kutembea kwenye njia nyembamba. Tutaona sababu zitakazowafanya washindwe kuendelea kutembea. Angalia hapa, tunaambiwa baadhi ya wafuasi wa Yesu walianza kusononeka, walianza kuzungumza na kusema, haya ni mambo magumu, nani awezaye kuyasikia? Yesu alijua bila kuambiwa na mtu kwamba wanafunzi wake pia walinung'unika juu ya jambo hilo. Akawauliza, je, jambo hili linawafanya muwe na mashaka? Ambao ni kwa sasa wanafunzi wa Yesu ni mimi na wewe na wale wote waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sisi ni wanafunzi wa Yesu. Na katika hii njia nyembamba na huu mwaka, uamsho wa neema, uamsho wa wokovu, uamsho ulioachiliwa ambao ni mkubwa. Lakini kuzimu pia nayo imepanga mashambulizi kuhakikisha hata hawa ambao ni kondoo wa Yesu, wanajiita askari wa Yesu, hawa wanajiita wanafunzi wake waliomkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hata hawa yamkini warudi nyuma, yamkini wamwache Yesu, yamkini warudi maisha ya zamani. Angalia neno linasema kipindi cha mwisho uovu utakuwa mwingi, uasi utakuwa mwingi. Lakini haya yote tunaambiwa yasiwe sababu ya kutufanya tuvunje mahusiano yetu na Yesu, tuharibu uhusiano wetu na Yesu, yasiwe sababu. Na ndio maana huyu Mungu anatupenda, na ndio maana anatuambia haya, anatupa hekima hii ili tujue jinsi ya kumshinda huyu adui. Na peke yetu hatuwezi, na ndio maana Mungu alijua kipindi cha mwisho hawa wanadamu hawataweza peke yao. Ni lazima Roho wangu aje duniani, Roho Mtakatifu. Huyu atawasaidia kushinda. Huyu atawasaidia kupigana na adui. Huyu atawasaidia
atawapa hekima yangu, atawaongoza, atawashauri, atawafariji. Maana yeye ni mshauri wa ajabu. Atawatia moyo hata pale ambako watasema kwamba njia ni ngumu, tunashindwa kutembea. Roho atawaambia tembea, kwa sababu atawavusha, atatembea nao. Angalia hapa, Yesu alijua hata wanafunzi wake walikuwa wananung'unika. Yamkini nawe ni mmoja wapo unanung'unika sasa na wokovu huu ulioupokea. Mbona maisha ya zamani watu wote walikuwa wananipenda? Mbona maisha ya zamani nilikuwa naishi hivi, nilikuwa napata hiki, nilikuwa napata hiki. Nilipompokea Yesu, hiki kimeondoka, huyu ameondoka, huyu ameniacha, huyu amenisengenya. Haya yote tunaambiwa atatokea sawa, lakini tambua kwamba unapita katika njia nyembamba. Kuna maeneo ambayo utapita, kuna baadhi ya watu lazima uachane nao, kwa sababu hawatakuwa na ile nguvu ya kuendelea kutembea katika hiyo njia unayoipita, katika wembamba unaopita, katika huo moto unaotembea nao. Ni kawaida kabisa. Angalia, Yesu alikuwa na wanafunzi, alianza nao wengi, lakini mwisho alikuja kuwachagua 12, na hata hao 12 bado mmoja alimsaliti, alipungua. Lakini haikuwa sababu ya kumfanya Yesu ashindwe kusonga mbele na kutimiza kusudi lililomleta hapa duniani. Angalia, Yesu alijua wanafunzi wake wanasononeka, wanahuzunika, wananung'unika juu ya haya mafundisho aliyoyatoa juu ya uhai tunaoenda kuupokea kwa mwili wake na damu yake, kwa sababu hata wao wanafunzi wake bado na wao walijikuta wako mwilini badala ya rohoni, na ndio maana wakaanza kunung'unika. Itakuwaje basi? Yesu akawaambia, sasa kama haya mnanung'unika, itakuwaje basi siku ambayo mtakapomuona Mwana wa Adamu, Mwana wa Mungu akipaa na kurudi kule mbinguni alikotoka? Kama haya mnashindwa kuyaamini, haya mnanung'unika, haya mnashindwa kuwa na imani. Hata hivyo, wako baadhi yenu wasioamini. Ndio kama hii, watu wanaambiwa Yesu anarudi muda sio mrefu. Tunatembea kwenye njia nyembamba, songa hivyo hivyo na njia hiyo hiyo. Usiangalie kelele za adui, usiangalie nani anakwenda nani aendi, songa mbele na wokovu. Lakini bado watu hawaamini. Hivi kweli Yesu atakuja? Kweli kuna unyakuo? Kweli kuna parapanda itapigwa? Wako kimwili. Lakini siku ile ya parapanda, angalia hata kipindi cha Nuhu, walimwona Nuhu kama amechanganyikiwa. Hivi kweli mvua itanyesha? Kweli kabisa uharibifu utatokea? Lakini hao mvua ilipoanza kunyesha, uharibifu ulipoanza, hao walikuwa wanalia na kumuita huyo Nuhu, tufungulie tuingie ndani ya safina. Ndio wengi watakavyolia na kusaga meno. Angalia kipindi cha korona kilivyotokea. Sasa hivi tunaizungumza korona kama hadithi. Angalia kipindi kile ilipopiga watu na sheria zikawekwa. Lakini angalia sasa hivi imebaki historia. Ndivyo na siku ile ya parapanda, watu watakapoondolewa, watu watakaponyakuliwa, matelevisheni yataongea, yatazungumza, nchi fulani idadi hii, nchi fulani idadi hii hawapo. Watu watalia na kusaga meno, watatamani kurudisha wakati, lakini mbaya zaidi wakati haurudi. Kienda umekwenda. Kila sekunde ni ya muhimu sana katika safari yetu ya wokovu. Kila dakika ni ya muhimu sana katika safari yetu ya wokovu. Maana inatufanya na inatukumbusha kujua kwamba sisi ni watalii tu hapa duniani, ni wapita njia tu hapa duniani. Makazi yetu nyumbani ni mbinguni, tunatakiwa turudi. Basi kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma. Kutokana na haya Bwana aliyoyasema, wakarudi nyuma. Tunaambiwa walirudi nyuma, waliamua kumwacha Yesu. Kama mambo yenyewe ndo haya, njia ndo nyembamba, kuna hivi, walirudi nyuma. Lakini
Yesu akawauliza wale 12 ambaye Yesu anakuuliza wewe, ambaye umemkiri wewe, anakuona ni katika wale 12. Yesu anakuuliza leo, je, na wewe uko tayari kutaka kurudi nyuma kwa sababu ya kutembea njia nyembamba ya wokovu ambao ni lazima uitembee? Maana wale wote wanaonitaka mimi lazima watembee hii njia nyembamba, lazima wakubali kukana nafsi zao, lazima wakubali kubeba msalaba wao kunifuata. Je, na wewe uko tayari kuniacha, kunikana, kurudi kwenye njia pana, kurudi kwenye mambo ya kidunia hii kwa sababu ya njia nyembamba? Lakini kutokana na hayo, wengi wa wafuasi wake walirudi nyuma wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawauliza wale 12, je, nanyi pia mwataka kwenda zenu mweze kuniacha? Simoni Petro alisemaje? Bwana, tutakwenda kwa nani? Maana hakuna mwingine aliyeshuka toka mbinguni akaja kwa ajili ya wokovu kuuleta duniani, akaja kwa ajili ya kutupa uhai. Twende kwa nani? Hakuna mwingine zaidi yako Bwana, twende kwa nani? Twende kwa nani? Hatuna mwingine, ni wewe peke yako. Hatuna choice nyingine ya kusema tutakwenda choice namba 2 au tutakwenda B tuache A. Bwana, twende kwa nani? Wewe ndiye njia ya kweli na uzima, wewe ndiye peke yako, wewe ndiye. Twende kwa nani? Twende kwa nani? Wewe unao maneno ya uhai wa milele. Sisi tunaamini haya uliyosema, wala hatuyakani. Tunayaamini na tumeyakubali na tunayaishi, maana tunajua kwamba wewe ndiye yule mtakatifu wa Mungu. Yesu akawaambia, je, sikuwaambia nyinyi 12? Hata je, sikuwachagua nyinyi 12? Hata hivyo mmoja wenu ni Ibilisi. Yesu alisema hayo juu ya Yuda mwana wa Simoni Iskarioti, maana huyu alikuwa ndiye atakayemsaliti, ingawa alikuwa mmoja wa wale 12. Sasa hapa Bwana ametuchagua sisi, maana hakuna anayekwenda kwa Bwana isipokuwa amechaguliwa. Ndio maana hata Wayahudi walipokuwa wanamsumbua Yesu maswali, wanamsumbua Yesu, walikuwa wanaona mioyo yao, wengine anaona kabisa ufalme wa mbinguni haujafunuliwa kwao. Na ndio maana alisema ni wale tu Baba aliyowachagua watakuwa tayari kufuata ufalme wa mbinguni, kwa sababu watakuwa tayari kufungua mioyo yao na kunipa mioyo yao ili nipate kuingia na kuitumia. Na wale wenye mioyo migumu hawajafunuliwa ufalme wa mbinguni. Na ndio maana angalia, wengi tumempokea Yesu, lakini kufunuliwa siri za ufalme wa mbinguni si wote watafunuliwa katika level moja. Baba anatupenda wanadamu wote, ni watoto wake, lakini katika kuzieleza siri za ufalme wa mbinguni tunatofautiana. Kuna kutofautiana. Kuna wengine wanaelezwa zaidi, kuna mwingine anaelezwa tu kidogo, mwingine hata kufunuliwa afunuliwi kabisa. Ndivyo hapa tunaona Yesu alisema, je, sikuwachagua nyinyi 12, lakini mmoja wenu ni msaliti, mmoja wenu ni Ibilisi. Ili andiko litimie, kwamba watu hata baadaye waje wajue kabisa kwamba katika kondoo wa Bwana wakina Yuda pia lazima wawepo. Kwa nini? Kwa sababu adui naye yupo bado anafanya kazi. Ndio maana angalia sasa, kipindi hiki cha mwisho tunapaswa tutembee na Yesu katika njia nyembamba ya wokovu. Bwana anajua kwamba ni njia nyembamba, anajua kwamba sio nyepesi kupita, lakini si kwa uwezo wetu, maana kwa uwezo wetu hatutaweza, bali kwa uwezo wake yeye mwenyewe Mungu.
na Roho wake Mtakatifu tutayaweza yote na tutayashinda yote katika yeye Bwana atutiaye nguvu. Huyu anayetutia nguvu ni nani? Ni Bwana. Nguvu ipi? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana yoyote anayemkana Roho Mtakatifu alafu anataka ashinde vita, hawezi kushinda vita. Huwezi ukapigana na adui na Roho Mtakatifu hana msaada kwako. Na ndio maana kipindi hiki cha mwisho unaona hata Roho Mtakatifu wengi wanampinga, wengi wanamkataa pia, kwa sababu wanajua huyu ndiye silaha ya mwisho ambayo Mungu anaenda kutandika dunia katika ufalme wa giza na damu yake. Na ndio maana hata mafundisho ya damu ya Yesu wengi hawayafundishi kikamilifu, kwa sababu adui hataki wajue, kwa sababu anajua Roho Mtakatifu ameshajitahidi kuzima ili wengi wasiamini nguvu yake, wasimtumie huyu Roho Mtakatifu. Na damu ya Yesu tuifanye ionekane kama ya kawaida, ili watu wakose nguvu hizi mbili, silaha hizi mbili za kumtandika adui katika wakati wa mwisho. Lakini wale waliosimama na Roho Mtakatifu, Roho anawafunua haya. Ndio maana angalia maisha yako unapotumia sana damu ya Yesu, na yaangalie maisha yako. Kuzimu inakuogopa, kuzimu inakimbia, adui hawezi kukusogelea. Damu ya Yesu tuitumie kweli kweli. Angalia, tunapita hii njia nyembamba, kuna mapito, kuna majaribu, kuna vikwazo, kuna magumu mengi tutayapitia. Lakini katika kuyapitia haya, adui pia amejipanga ili tunapokuwa katika safari hii ya njia nyembamba ya wokovu, wengi wakutane na baadhi ya hivi vitu ambavyo tutavijadili pia, ambavyo hivi viwe sababu za kuwatenga na Yesu na kuvunja mahusiano na Yesu. Mojawapo tamaa. Watu watakuwa walianza vizuri na Yesu, lakini tamaa itakapoingia, angalia wengi walidondoshwa na tamaa. Yuda, roho ya tamaa ya pesa ilimuingia, na roho ya usaliti ilimuingia. Akaamua kumuuza Yesu, akapewa pesa ili amsaliti. Alimuuza Yesu. Tamaa. Na wengi sana katika vitu ambavyo adui anavitumia na atavitumia kwa mwaka huu na mwakani, roho ya tamaa tunaambiwa tuishinde, kwa sababu roho ya tamaa inaambatana na nguvu ya kutokuwa na uaminifu. Watu watakuwa na tamaa ya pesa sana na watakosa uaminifu kwa Mungu, bila kujua huyu Baba anayaona hata ya siri. Tamaa iliwaponza wengi na tamaa itawaponza baadhi ya wengi. Lakini Bwana anatuambia tukiongozwa na Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu hata adui anaporusha mashambulizi ya tamaa, Roho anazima ile nguvu, haikufikii. Ndio faida ya huyu Roho Mtakatifu. Roho ya tamaa itawafanya wengi warudi nyuma. Tamaa ya fedha, tamaa za mwili ambazo zitawaka sana, zitawafanya wengi warudi nyuma. Lakini pia roho za uhasi kama hizi za kina Yuda za kusaliti, watu watasalitiana. Wataanza vizuri, lakini itafika wakati watasalitiana. Huyu atakwenda huku, huyu atakwenda huku, huyu atamsaliti mwenzake, hata ikiwezekana kutaka kumuuza afe. Roho ya usaliti itawafanya wengi washindwe kuendelea kutembea kwenye njia nyembamba. Roho ya uhasi, kuasi, kutawafanya wengi warudi nyuma, washindwe kuendelea na njia hii ya utakatifu, njia hii nyembamba. Kingine kitakachowafanya ni dhambi, maisha ya dhambi. Watu wataanza kurudi na kuishi maisha ya dhambi. Haya yatawachafua mavazi yao,
Na tunaambiwa bwana harusi atakapokuja, mavazi yetu tuyatunze yawe masafi, maana wale wenye mioyo safi na mavazi masafi watamwona Bwana. Lakini pia kitu kingine, kuipenda dunia na mambo ya kidunia hii yatawafanya wengi washindwe kutembea kwenye njia hii nyembamba, na waone ni heri kutembea njia ile pana, ambayo ile njia pana unaruhusiwa kila kitu: uzinzi, wizi, uchawi, kila kitu anaruhusu, mapambo, kila kitu anayaruhusu. Lakini hii njia nyembamba, tunaambiwa mwanangu, hii njia nyembamba, hiki huwezi ukatembea nacho, ni lazima uviache. Ndio tunakubali kubeba msalaba na kumfuata Yesu. Tunayaacha yote ambayo ni ya giza na ufalme wa giza, ambayo haya yanatupeleka mbali na Yesu. Lakini sababu nyingine itakayowafanya wengi au baadhi yao kushindwa kutembea njia hii nyembamba ni kushindwa vita vya kiroho. Imani zao zitayumba na kurudi nyuma. Angalia hapa, tunaambiwa hawa Wayahudi walinung'unika, wakasema maneno haya ni magumu, hatuyawezi. Walirudi nyuma, wakamwacha Yesu. Na Yesu akauliza, je, na nyinyi 12 wanafunzi wangu, je, na nyinyi mnataka kuniacha mwende zenu? Petro akamwambia, Bwana, twende kwa nani? Kwako peke yako ndio kuna uzima wa milele. Ndiye, hatuwezi kwenda kwa mwingine, ni kwako peke yako tunabaki. Na huu ujasiri Bwana ndio anautaka ausikie na auone kwetu sisi, kizazi hiki cha sasa tunachosubiria parapanda, kwamba pamoja na kwamba tunapita kwenye magumu, tunapita kwenye majaribu, tunapita kwenye vikwazo, nakuta za nyingine milango imefungwa, lakini za nyingine nakuta mlango umefungwa. Mungu ana kusudi lake, kwa sababu si mlango wako leo takiwa uingie, ila upo mlango mzuri Bwana aliyokufungulia. Na ndio maana wengine, angalia, wanapopita kwenye majaribu, hiki kilifungwa, baadaye Mungu anakuja na ufungua, anasema afadhali hata sikukimbilia kule, bora hata Mungu alifunga mlango ule. Ni kwa sababu haukuwa wako. Baba ni Baba atupendaye, anayajua ya leo na ya kesho yetu na ya miaka ijayo. Hapendi tuharibikiwe, na ndio maana anatulinda, anatuepusha na yule mwovu, anatuepusha na mitego ya yule mwindaji, anatuepusha. Sasa wengi watapita kwenye majaribu, wataanza wengine hata kusengenywa kwa sababu ana huyu Yesu. Watarudi nyuma ili wafurahishe dunia na wafurahishe wale walio wa karibu yao. Lakini tunaambiwa tusonge mbele, tusirudi nyuma. Mawimbi yatakuwepo sawa, vita vitakuwepo sawa. Tumwache Roho Mtakatifu atusaidie kupigana kwa niaba yetu. Sisi tunachotakiwa ni kimoja tu, tumwamini yeye Yesu, tusome sana neno lake. Tunaposoma neno la Mungu tunashiriki mwili wake na damu yake, tunapokea uhai. Na ndio maana adui hataki watu wasome neno. Ulikuwa uko fiti kabisa, huna usingizi, unashika tu Biblia unaanza kusingizi, kwa sababu adui anajua utapokea uhai. Hataki upate uhai, na ndio maana anapigania na hiyo, kuhakikisha watu wasipate uhai. Na ndio maana hata Biblia zingine zikachakachuliwa, na zitakuja kipindi kile cha mpinga Kristo. Watu watatafuta hata neno limeandikwa Yesu kwenye Biblia hawalioni. Na ndio anaambia, ndio Biblia ya sasa tumieni, maana yule aliyekuwa na wokovu ashachukua watu wake. Nyinyi sio watu wake, ndio maana mmebaki. Kwa hiyo mtatumia hii, ndio maana inakuja zile Biblia za mpinga Kristo. Kwa mpaka hapa tunaona pamoja na kwamba unapita kwenye vita, kwenye majaribu, kwenye vikwazo, kwenye magumu, tambua kwamba uko njia nyembamba.
Hakuna aliye na Yesu akasimama imara, wokovu wake ukawa usio na vita, usio na majaribu, usio na vikwazo. Jikague, bado msalaba hujaubeba kikamilifu. Lakini angalia, unapita kwenye magumu, majaribu, vikwazo, lakini bado una amani. Roho Mtakatifu ndio maana tunaambiwa tumtumie sana, kwa sababu huyu ataachilia utulivu, ataachilia amani, ataachilia furaha ndani yako. Utajikuta pamoja na hayo bado unatembea na amani ya Bwana, unatembea na ulinzi wake, unatembea na nuru yake, unatembea na mwisho utashinda, kwa sababu huyu anayetutangulia Yesu Kristo aliye hai ni mshindi, hajawahi kushindwa. Lakini mwisho wengi watarudi nyuma na kushindwa kuendelea kutembea katika njia nyembamba kwa sababu ya kufuata miungu mingine. Watairudia miungu ya mababu zao, wataenda kuabudu miungu mingine, wataifuata miungu mingine na sheria za miungu mingine, watamwacha Mungu aliye hai. Lakini Bwana anasema tusiwe kama wale walioamua kumwacha yeye, bali tuwe mfano wa kina Petro, hawa wanafunzi wake ambao ndio sisi. Pamoja na yote tunayoyapitia, hata kama adui anasema na wewe katika ulimwengu wa roho, sauti unaisikia ndani yako, embu jaribu kuacha hiki. Hivi kweli una uhakika kabisa uokovu utaendelea nao? Huoni kwamba unakosa hiki? Huoni kwamba kuna starehe hizi? Unaoni kama kuna hivi na hivi unavikosa? Starehe hizi unaziacha, unazikosa. Embu angalia faida ya hii. Akijaribu kukuconvince ili uweze kwenda motoni, tunaambiwa tuvae ule ujasiri wa kina Petro. Bwana, twende kwa nani? Peke yako wewe tu ndiye mwenye uzima wa milele. Tumwangalie Yesu, tumfuate Yesu peke yake. Pamoja na magumu yatakayotokea, pamoja na giza litakaloonekana mbele yetu, tusilitazame giza, tumtazame Yesu, kwa sababu yeye ni nuru. Atatupatia nuru na tutashinda ile giza na tutapokea ushindi, maana yeye ni Bwana wa ushindi, ni Mungu wa vita, hajawahi kushindwa vita. Na ndio maana Roho wake Mtakatifu atatusaidia kuweza kuyashinda yote, atatusaidia kuweza kupokea ushindi, atatusaidia kuweza kuvuka mapito na majaribu na magumu yote, kwa sababu yeye ndiye msaidizi wetu. Mungu alijua kipindi cha mwisho wanadamu hawataweza pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, na ndio maana kipindi hiki cha mwisho Roho wake tunampokea kwa watoto, kwa vijana, wamama, wababa, wazee, wote tunampokea huyu Roho Mtakatifu. Ndiyo ahadi Mungu aliyotupa, ili huyu Roho atusaidie katika hii njia nyembamba ya wokovu tunayoipita, tupite salama, tupite na kupokea ushindi ambao ni uzima wa milele. Na parapanda ikipigwa, Bwana aende akatuvishe crown alizotuandalia za ushindi, kwa ajili ya vita tumevimaliza na kuvishinda duniani, na imani tumeishika, na ufalme wa mbinguni tumeoingia. Yesu anakupenda sana, na ndio maana umeyasikia haya. Jitahidi kwa huu muda tuliobakiza, tutembee katika njia hii nyembamba ya wokovu. Tumwangalie Yesu, tuangalie ufalme wa mbinguni peke yake, tumtazame yeye, tumuombe sana Roho Mtakatifu atusaidie, maana yupo ndani yetu na ndiye kazi yake kutusaidia katika kushinda vita na majaribu. Roho Mtakatifu atusaidie katika kutupa hekima ya kuweza kuyajua hata yale ya siri, na maarifa ya kuweza kuyashinda hata yale magumu na kupokea ushindi. Bwana akubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante Bwana Yesu kwa ajili ya neno hili ulioliachilia siku ya leo. Baba, ninaachilia damu yako iende ikanyunyize neno hili ambao ni mbegu umeipanda katika mioyo yao. Mbegu hii ambao ni uhai, ambao ni uzima, ukazae matunda katika watoto wako hawa. Imani wakaishika na ikazidi kukua zaidi ndani yao. Baba, hata wanapopitia kwenye magumu, mapito, majaribu, imani bado wakaishika, wakazidi kutembea katika njia ile nyembamba, na Roho wako Mtakatifu ambaye ni mfariji wetu, ambaye ni mwalimu na kiongozi wetu, Baba, akazidi kutuongoza
tunapopita kwenye hii njia nyembamba, tukapite na kupokea ushindi siku ile ya parapanda. Bwana, ukapate kuvuna mavuno mengi, makabila, mataifa na kila rangi, wengi wakaingia katika ufalme wako wa mbinguni. Asante Baba, ninamfunika kila moja kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru, amen.